Si watu. Nadhani nishamaliza kipengele hiki. Inabidi umchukue huyo, umrudishe ndani. Sawa mke wangu? Sawa, nimekuelewa. Jomba, ukisikia ukubwa ndo huu, unapaswa kuwa mstahimilivu. Tuingie ndani, tumalize taratibu nyingine. Shiko nyinge, wakobeta kine chini ya uvungu. Naletogwa na mane, siri ya uvungu. Naletogwa na debe, siri ya uvungu. Chilemoke, Mkuza. Mungu. Mkuza, japokuwa unanipigia, mimi nakupenda Mkuza. Mkuza ameniachia Kiko. Mungu wewe. Mkuza, nakupenda japokuwa unanipiga Mkuza. Mungu wewe. Oh Mungu, Mkuza jamani. Mkuza, mimi nakupenda Mkuza. Mkuza jamani. Mkuza, umeniachia Kiko tu Mkuza. Kadogo, kuna shida gani? Mbona mnalia? Kaka Mkuza amefariki. Hebu kuwa serious. Tuache utani. Mimi sikutani kaka. Amefariki kaka usiku wa jana. Kuamkia leo. Alikuwa amelala huko ndani na wifi, ametoka kwenda kujisaidia usiku, tunasikia tu ameanguka, hata tujue amekutwa na nini. Tumeenda kumwita mzee Manembo, kaja kumhakikisha kamkuta kaka kweli amefariki. Lakini cha kushangaza sasa, sisi tuko hapa, tumepitwa na usingizi, tunaenda kuangalia mwili hatukuti kaka. Mwili hauonekani. Mungu. Tumempoteza kichwa cha familia yetu. Kwani nyewe mwili mlikuwa mmeweka wapi? Tuko tumeweka hapo ukumbini kaka. Avungu. Yaani nimekupa nafasi kidogo tukole. Umeitumia vizuri pasavyo. Yaani nafasi ya wiki nzima umeitumia kwa siku moja, shoga yangu. Yaani rafiki yangu wewe, uishiagi maneno. Yaani unaongea mpaka basi
usijisaulishe kwamba ndio uniunganishie yule bwana. Sasa hapa kinachofanya ongea sana ni hata kama mimi tangani, lakini wewe umezidi. Nimekupa nafasi kidogo tu. Haya, na vipi uko kichwani? Kofia iko wapi? Itakuwa nimesahau kule. Ngoja nikakifuate. Hiyo nafasi sikupi tena. Maana nimekupa nafasi kidogo tu lakini umeitumia vizuri. Tuachane na hayo. Hapa kadogo kapita. Upo wangu yani kachanganyikiwa. Tena yuko peko. Mpaka nikamwonea huruma nikavua nda zangu nikampa. Kachanganyikiwa na nini tena? Mwenzangu wewe, wamepata msiba, kakake kafariki. Yaani namaanisha mwenyekiti. We, usiniambie. Mwenyekiti amefariki? Na zile taarifa alizotupa mwalimu kwamba wanafunzi wanakuja leo mmoja, kesho wawili. Na mwenyekiti wenyewe ndio hivyo amefariki. Sidhani kama kuna shule tena. Hapa hamna. Maana kwa mwalimu taarifa zake alizotupa, sijui itakuwaje. Hiyo imeamkwa. Sidhani kama itaendelea. Kadogo pole yake. Sasa twende nyumbani. Mimi nikajimwagie maji, afu twende huko msibani. Tukajue inakuaje. Twende. Maana mwenyewe nilipanga nipitie kwenye msiba lakini akasema, "Wewe sema nimsubiri." Pia kingine nimevaa nguo za shule. Ni ngumu sana kwenda. Kuna kuomba tuondoke sasa hivi ili tuwe kwenye msiba. Sawa, twende. Haya bwana. Bila shaka ndugu zako watakuwa wamekupatia taarifa ya juu kilichotokea. Sasa unatakiwa ujikaze. Usiku nimekuja nikuthibitisha kifo cha kaka yako. Na hata asubuhi nilipokuja sikukuta. Nikamkuta shangazi yako. Lakini naye hakuwa na nguvu za kuzungumza. Alikuwa amechoka na mwili wake ulikuwa umelegea zaidi. Na hata huo mwili haukuwepo ndani. Cha kufanya mpaka hivi sasa unatakiwa ujikaze. Usilie. Ukilia wewe na hao wakilia, nani atambembeza mwenzie? Wewe ndio ulibakia muhimili wa familia. Cha msingi jikaze. Mzee Malembo, hata kama ungekuwa ni wewe usingeweza kujikaza. Kumbuka yule ndo muhimili wa familia yetu. Unahisi nitaishije? Au tutaishije hapa? Na cha kushangaza mnaniambia mwili haupo afu unaniambia nitulie, wewe unaweza? Kavungwa. Hata mimi alikuwa ni rafiki yangu sana. Lakini nimejikaza. Cha kufanya, huyu shemeji yako ni mfiwa mpaka hivi sasa. Hataki kukaa nje. Hebu mchukueni mumuingize ndani. Halafu mimi nitakwenda msikitini kuambia watangazi kuhusu msiba. Na wewe ufanye hivyo hivyo kwa wanakijiji pamoja na wanafamilia au ndugu zako. Uzasikoni tena. Kuzanjani chukua mkuza. Kuza mania chake kwa mkuza. Kuza mimi mkuza. Mungu we. Mungu. Huo ndio wanaume. Mwanaume atakuwa awe mkakamavu. Hata siku nyingine likitokea jambo kama hili, jikaze. Na wewe ufanye kama nilichokuambia. Sawa. Yato changanya maganiko pakawa mayo baba. Binge mitwe ya seba panga binge balemelwa kolala. Binge bale wazabako pandeka kinaikwaba. Bapandeke heshima ikojoba yogakala. Kiepe, una nini wewe? We kila siku mwondani kelele tu. Kwani msikule na kufanya nini wewe?
Yaani Biati mimi niona kabisa maisha yangu yale na kupoteza uhai. Acha ujinga. Ngoja kwanza. Yaani msukuru ulioleta jana. Kulivyonikaba shingoni. Umenipiga kofi. Haya, uni uwanja wa vita au ni nyumba au tumevihifadhi viumbe. Kiepe, huyo alioletwa jana. Hiyo ndio nguzo yangu mimi kubwa sana kwa mashamba yangu kule. Bila huyo hatutopata kula. Kwa sababu huyo ni ana nguvu sana kunilimia mashamba yangu yote kule. Kwa nini Kiepe unapenda sana kugombana na misukule yangu? Mke wangu. Nilichokuitia hapa ni juu ya kuhusiana na wifi yako. Nadhani baada ya zoezi kurudisha hali yake vile, nimefikiria kumpeleka katika mji wetu tulipotoka, ili akakae yeye kule, mimi niendelee na mapambano ya hapa. Sawa mume wangu, mimi nimekuelewa. Kwanza hongera kwa kazi kubwa uliyoifanya. Pia nilikuwa nakuomba kitu hiki kimoja tu. Uongee na Kata kwa sababu yule wifi yangu hajakaa sawa, ili yeye amsindikize huko. Sawa. Hata mimi nilikuwa nikiliwaza hilo. Lakini pia nashukuru naye kutoa ushauri. Itanibidi nifanye hivyo. Kikubwa ni kuwa makini na zile taratibu ambazo nilikuwa nikiwaambia. Sawa, mimi nitafuata vyovyote vile utakavyosema. Sawa. Nisikilize Kiepe. Huo mchezo si utaki. Naomba ishi na misukule yangu vizuri sana. Hiyo ndio ngao yangu mimi. Lakini Biasimini, mikosa langu liko wapi? Nimemuda tu ubini wako ndani ili nimsaishe kama wenzie. Ikiwa naita chakula wasingiliani. Anaweza kunijibu kama redio imekula kanda. Ndo akanirukia kweli. Basi tu niseme Biasimini nisamee. Sawa, nimekusamehe. Lakini onyo, ishi na misukule yangu vizuri. Sasa unavyopiga wakivunjika mkono au kimvunja mkono huyo atalima nani kule? Huyo kama alivyokuwa anatawala hapa kijijini. Huyo mwenyekiti. Nataka na mashamba yangu hayatawale hivyo ili anilimie vizuri. Sijui unanielewa? Kama onga umepungua, njoo chukue kule. Sawa? Mimi naingia ndani. Kwa nini kila siku mimi nakuwa hivi, Kaondoka. Ngoja. Hatujamaliza. Yanakwambia hivi hatujamaliza. Paka useme mlete mzungu. Ni mkongoto tu. Kuja tu jana leo umejikuta nyampara, Usi nyampara. Ngoja. Takuonesha kama mimi mlugulu au mpagale. Na lote sio kabila langu. Hali uliojikuta nayo ndivyo ulivyokuwa ukiishi. Sijui nikuelezeeje, ila mfano wake ulikuwa kama chizi. Hali hiyo uliishi nayo muda mrefu sana, huku mimi nikipambana ili nyie muweze kukaa sawa. Na si wewe tu, mpaka mdogo wako Siwa naye ameanza kama ulivyokuwa umeanza wewe. Kiukweli nimpambana sana na nilikuwa peke yangu. Maana ndugu yenu Kiberiti kama mnavyomjua, yeye anajua kutoka na kuingia. Na kwenye mizunguko yangu ya kuwapambania nyinyi ili muweze kupona, nilikuja kuambiwa kuwa tiba yenu itabidi mmoja wenu akubali kuicheza ngoma ya usiku. Sawa dada. Pole kwa majukumu yote uliokuwa nayo. Lakini pia asante kwa kutuhangaikia sisi wadogo zako. Nimekuelewa mwanzo mpaka hapo ulipofikia. Kasoro kitu kimoja tu. Hiyo ngoma ya usiku ndo sijaielewa. Hata mimi niliuliza swali hilo wakati wa kuambiwa kuwa mnatakiwa mcheze ngoma ya usiku. Lakini majibu yake ni kwamba hiyo ngoma ya usiku ni uchawi
natakiwa mmoja wenu akubali kuingia kwenye uchawi. Uchawi? Na mpaka hivi unajiona wewe upo sawa. Ni kwamba Siwa ameshakabidhiwa uchawi. Dada, ina maana nataka kuniambia kwamba Siwa tayari ameshaingia kwenye uchawi? Oya. Kuna nataka kuniambia kwamba Siwa umempeleka kule kwenye uchawi. Aende akapokea manjegeka yake, au sio? Kwa nini mnachukulia baridi tena hapa nyumbani? Si ndio? Kwa maana sasa tukitembea mtaani, oya Baluza akapita, dadake mchawi nini? Oya, kwa unachukuliaje da sister? Oya, mimi hizo pigo mimi sizimaini. Hizo pigo kwangu mimi sikubaliani nazo kabisa. Sasa nyote mnavyonilaumu mimi, mlitaka nifanye nini sasa? Wakati hakukuwa na njia yoyote zaidi ya kufanya hivyo. Au ulitaka niwaache hao wabaki kwenye maradhi yao? Baluza basi. Huyo dogo yuko wapi? Sio. Kwenye kuhangaika kwetu, sehemu ambako tumeenda kupata msaada ni kwa bibi mmoja anamuita Bi Yasmini. Na ndiko aliko Siwa ipo huko. Kwa hiyo umeshafanya uchafu wako. Sasa hizi ndio umeamua kujirudisha, si ndio? Hivyo hujafundishwa kwenu jinsi ya kukaa na mwanamke mwenye mimba eh? Hivi nadhani wewe kuelezwa vizuri kwamba mwanamke mwenye mimba ukimlalia nje au ukimchiti anaweza mimba ikatoka au mwenyewe akafa. Hujaambiwa kwenu? Au wewe unataka mimi unitoe kafara na ndugu zako? Maana umejilalisha huko, umejisaulisha kwamba sasa hivi ni kipindi cha mvua, usiku mzima mimi mvua limepiga bati lako nyewe bovu linavuja, unataka nilibomokee jumba lako? Wewe ni chizi au jitambui. Hivyo ndivyo ulivyofunzwa na kungwi wako. Umenikuta hapa mimi nimekaa, alafu unapiga kelele, tunashindwa kunisalimia, unapiga kelele tu. Wewe unajua nimepata tatizo gani huko jana? Sasa basi, nimelala nje kwa faida yangu na ya kwako. Sasa nataka nikuulize swali wewe. Umetoka wapi na ruksa amekupa nani? Kumbe wewe mbwembwe mgonjwa eh? Yaani kwa yote haya bado nije hapa nikubembeleze kama yai. Nisikilize, unataka kujua mimi nimetoka wapi? Nimetoka Makwapi, maji ya kijana pita wapi? Kipipi, mimi ninalombaya shetani ananiogopa. Nitakuonyesha maji yatakapopita. Dada, umeshinda hata kufikiria jambo jingine au njia nyingine ya kuweza kutusaidia sisi mpaka kumuingiza kule kweli? Au umesahau familia yetu tulikuwa wangapi? Tumepungua sasa hivi tumebaki wangapi kwa sababu ya baba kupitia lilo swala la uchawi? Leo tena umemuingiza yule bado mdogo kiasi kile kweli dadangu? Kweli? Kweli dada? Dada, ni bora ningebaki na wewe, sijui ndo nilikuwa chizi sijui mweu. Hata kama ningekufa kwenye hali kama ile. Lakini sio kumuingiza mdogo wetu Siwa kwenye jambo kama hilo dada. Marehemu baba yuko wapi? Kama ungekuwa na faida huo uchawi, baba yetu yuko wapi? Kisha kuwa marehemu tayari. Kama maliza ukoo wetu na familia nzima kwa sababu ya mambo kama hayo. Unategemea sisi tutabaki wangapi dada? Hadi huko ndani. Kwema jamani? Kwema. Memena. Jamani. Damkunde. Umefanya nini mpaka wewe kupona? Nikianza kukuelezea kuanzia mwanzo, nitakuwa narudi nyuma. Kwa sababu umemkuta amepona, basi furahia kupona kwake. Na pia usimnaelewana vizuri tu, atakuelezea. Mimi nadhani nimemaliza. Jamani, ya kwangu ni hayo. Tazama wanavyoishi kama ni machizi hawa watu wapona, wakiambiwa wasiki
tuwaombe labda Mungu atazame. Kwa hiyo dogo kaona baridi yani. Yaani kachukulia kila jambo yani yeye easy yani. Kila analofanya kwa akili muingia kwenye kichwa. Kaka Baruza, mimi nafikiri cha kufanya hapo sasa hivi ni tutulize akili kwanza. Alafu ndo tutafakari, tujue jinsi ya kupata ufafanuzi katika hili. Vipi nawe? Amjachaga mambo yenu. Kumbe wewe umezamilia mimi kuniua, si ndio? Umezamilia mimi wewe unataka hapa kwako uniondoe na unitoke koo. Sasa nisikie. Naona lengo lako kubwa unataka hii mimba itoke. Haya itoe. Itoe ulizike. Au unataka unipige kipigo ambacho sijaye kupigwa unavyosemaga? Nipige. Tena unipige usoni, uache alama vidole ili mwenyekiti akija hapa asipate shida kabisa, akute milioni 5 imekaa hapa, apate ushahidi kwa macho yake ili mimi nisipate shida kujielezea. Akupige nani chizi wewe Msimbimbi? Nikikupiga esi nimepiga pesa yangu. Shua hii ni wewe. Wewe unazala wewe. Odi. Karibu Tangani. Asante, shikamoni. Marahaba ndugu wangu Tangani. Marahaba. Dakipipi mimi nilikuwa napita. Nikaona hapa niingie nikusalimie. Maana nilikuwa naelekea huko msibani. Msibani? Msiba nani tena? Kuna nyinyi mjapata taarifa kwa mwenyekiti kafariki? Mwenyekiti? Ndiyo, tena kafariki katika mazingira ya kutatanisha. Tena mpaka sasa mwili wake hujapatikana. Tangani. Mwenyekiti huyo kafariki lini wakati mimi jana nilikuwa naye? Samahani, naomba nikuulize. Kwa inavyosemekanika amekufa na tatizo gani? Hapo mimi sijajua. Maana kuna sehemu nilikaa, kadogo akawa amepita. Akaniachia hizo taarifa. Kwa hiyo kuniambia sababu ya kifo chake ni nini? Basi sawa. Sisi acha tujiandae na sisi tujumuike huko msibani. Haya, ngoja mimi nimpitie shoga yangu hapo kole. Tuelekee kwenye msiba. Haya Tangani, msalimie dada yako. Haya dakipipi. Maskini ya Mungu, kifo changu kile nakiona. Nini? Na wewe mwenyekiti, amekufaje mapema mimi kaniachia janga la roho kama hili? Mimi ndio nimeshalianzisha nikajua mtetezi yupo. Haya, mwenzangu kadanja. Mungu wangu. Sina mimi ndo kifo changu kinakaribia. Kubwa kuliko jamani, maligea sana. Kipipi mwaka wangu. Kuna mlango pole. Na mihangaiko majukumu ambao umepitia huko. Mimi nikwambie tu asante. Maana yake sikutegemea kama nilivyoenda kibaruani ningelala huko. Na nikombe radhi kwa kuchelewa kukupa taarifa kwamba sitoweza kurudi. Kuhusiana na hilo, ondoa shaka. Mimi nakuamini mume wangu. Alafu isitoshe ulikuwa umeenda kunihangaikia mimi. Unajua kuna wakati mwingine nataka nipambane kuliko ilivyokuwa kawaida. Kwa sababu siku za usoni muda sio mrefu tutakuwa sawa wawili tena hapa ndani. Tutakuwa tuko watatu. Kwa hiyo lazima nihangaike, napojua kuhangaika niende kokote kule ili kijana akija basi akute mazingira kidogo yako vizuri. Ni kweli? Nitakuwa nakupa taarifa mke wangu. Sawa. Alafu kingine kipindi po njana kuja huko nyumbani. Nimepewa taarifa hapo kati. Sijajua kama unayo hiyo taarifa. Hamna taarifa yoyote. Zaidi ya Kipipi alikuja hapa asubuhi anamuulizia mume wake kama amelala huko, nikamwambia hata mume wangu mimi hajalala nyumbani. Lakini aliniacha kwenye sitofahamu. Kwani umepata taarifa gani? Taarifa ambayo mimi ninayo ni kuhusu mwenyekiti. Mwenyekiti kafanyaje tena? Aise. Wana
ndugu yetu mwenyekiti hatuko naye tena. Stan, nimekuambia unisindikize mbele ya mwenzangu kwa sababu na mazungumzo na wewe. Nimepata taarifa kuwa kuna msiba. Mwenyekiti wa kijiji cha Mkulanga amefariki. Hivyo basi, mimi natoka naenda kwenye msiba. Ila nimepata taarifa zako. Mara nyingi mimi nikiwa nje ya kilinge, wewe huwa unamjeulia mwenzio. Na hiyo sio tabia nzuri. Na haipendezi. Hata kama mtu akiwa amekukuta miezi 2 au 3, huyo tayari ameshakuwa mtu mkubwa kwako. Kwa hiyo inakupasa umheshimu. Umenielewa? Sawa. Naomba unisamehe kwa taarifa zote ulizopata juu yangu. Na kuahidi nitakuwa mtiifu na kufuata mwongozo wako. Mimi nimeshakusamehe. Na ndio maana nimekuita huku peke yako ili niweze kukuelekeza. Ila naomba muwe makini na mgeni yeyote ambaye atakayekuja kilingeni kipindi ambacho mimi sipo. Ikiwezekana muambie wanisubiri. Sawa mganga wangu. Mwenyekiti amefariki. Mume wangu. Mwenyekiti huyu. Hapana. Katika kupata hiyo taarifa, umepewa taarifa yoyote labda alikuwa anaumwa? Yaani unaona vile ambavyo upo kwenye kiza kwamba hujui lolote ile. Mimi pia niko hivyo hivyo. Sielewi kama alikuwa anaumwa au alikuwa, lakini ndo taarifa ambayo imetufikia. Kwa hiyo kama ikiwezekana baada ya kumaliza majukumu yako hapa nyumbani, hebu twende tukaonekane kule msibani. Sawa. Jamani. Basi sawa. Lakini nikirudi kwenye swala lile la Kipipi ambalo nimekuambia ameniacha kwenye sintofahamu. Kwani mume wangu nikuulize swali. Kabla hujaleta barua kwetu, labda ushawahi kupeleka barua kwa kina Kipipi ukataka kumuoa ikashindikana? Maana sasa hivi kila jambo likitokea kwangu, yani anakuja nalo juu kiasi cha kwamba yani anakasirika. Yani kama vile tulishawahi kuwa wakewenza. Yani hilo swala kupeleka barua kwao sijawahi kufikiria. Na sio yeye tu, hata ndugu yake wote wa karibu sijawahi kufanya hivyo. Kwa hiyo pengine, lakini unamuelewa Kipipi bwana, unamjua vizuri. Na ndio kio umzoee tu. Ujue tabia zake, ufahamu huruka zake. Nafikiri ukimuelewa la itakupa shida. Sawa mke wangu? Sawa. Basi wewe malizia kama unachokifanya. Mimi niingie ndani nikabadilisha ile shati afu twende huko msibani. Sawa. Ndugu yangu mambo. Kwani wewe hizi habari za msiba zinakufikia haraka sana? Hizi habari ndugu yangu nilizipata mapema sana. Sasa unajua mambo ya familia tena. Nikaona nisichelewe nijiandae na mke wangu tukachomoka tukafika hapa. Mimi zawadi nimezipata kipindi nikiwa niko njiani. Toa mzunguko yetu ile narudi zangu nyumbani na nikapewa hizo taarifa. Lakini kuna kitu kinanishangaza. Inasemekana mwili wa marehemu mpaka dakika haonekani.
hii imekaaje? Yaani swali ambalo unajiuliza wewe ndio ambalo unajiuliza mimi. Ndio maana tumejaribu kukaa hapa kuangalia hekima za hapa zitaendaje. Kwa sababu kila unayemuuliza jibu hana. Kwa hiyo tunafanyaje? Acha kufanya, tusubiri hekima za hapa. Asalamu alaykum. Mamangu. Mbona kila anayefika anavua viatu? Na huu msiba mtu mzito ndugu yangu. Lazima ukifika hapo uvae viatu, huwezi jua. Hii kali. Sema sasa ndugu yangu, tusikae sana hapa. Hapa tupo msibani. Na unajua masuala msiba hutaki kuzungumza vitu vingine vyote zaidi ya msibani. Kwa hiyo tukikaa hapa mada zitaisha, tutaendelea kuongea mambo mengine. Twende tukae pale kusubiri hekima namna gani mwili utapatikana. Sawa. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini ya uvungu tujaviona. Watu wanaubadili mchana kuwa kiza, kama ubaya wa mwachi Mungu analipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. Kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale ya Nabii Musa.